Ni kuombe pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, twende ukalione hili, tuongezeni watumishi hospitali yetu ya wilaya ili napo pia kuweza kuwahudumia wananchi wetu vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna swala zima la barabara yetu ya kutoka hapa Chemba mjini kuelekea hospitali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kilomita 1 ambayo imeishia. Ili tuweze kufika hospitali yetu ya wilaya tunahitaji kupata kilomita 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuombe hospitali yetu ya wilaya tuweze kufikisha huduma ya barabara pamoja na taa za barabarani ili wagonjwa wanaokwenda hospitalini muda wa usiku waweze kuwa salama, lakini wafikishwe kwenye mazingira ambayo yanastahili kwa muda na wakati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wanachemba pia tuna migogoro mingi sana ya ardhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wapo wengi najua wanatamani kuja kusema na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusaidieni wananchi wa wilaya ya Chemba, tutatulieni migogoro tulionayo mingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, inatatulika. Tunaomba Wizara ya Ardhi itusaidie pamoja na ofisi yako Waziri Mkuu, tusaidieni migogoro ya ardhi tulionayo kwenye maeneo yetu, lakini na kwenye mipaka yetu tunaopakana na wilaya zingine, ili tuweze kuondokana na adha kubwa ya Watanzania wenzetu wanaotembea kwenye ofisi za serikali muda mrefu kwenda kupata suluhu ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna wenzetu, tuna maliasili zetu, tuna swaga yetu ambayo iko upande wa Usandaweni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, timu ya mawaziri 8 ilikuja na timu ile pia iliunda timu ya wataalamu, na dadangu Ashatu yuko hapa. Niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunachokisubiri wananchi wa kata ya Lahoda, kata ya Kwa Mtoro na viunga vyake, tunasubiri tamko la serikali kwamba sisi hifadhi mwisho wapi na sisi wananchi tunatakiwa kutumia eneo lipi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, likifanyika hilo kwenye upande wa hifadhi, sisi wanachemba hatuna shida, tuko tayari kutii maelekezo na kufuata sheria bila shuruti. La mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa jeshi letu la polisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jeshi letu la polisi linafanya kazi kubwa sana na nzuri ya ulinzi wa mali na raia wake. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye wilaya yangu kumeendelea kutokea ramsha za hapa na pale za ukamataji wa wananchi wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati mwingine bila hata sababu za msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa wakielewesha jambo hawana shida. Wananchi wetu ni wema, wananchi wetu ni wastaarabu. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wamekuwa wakikamatwa na kupewa kesi za uzururaji. Umemkuta mtu yuko kwenye kibanda chake anapika, unamkamata mama, unamtia kwenye gari, unampeleka kituo cha polisi Chemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na watu hawa ndugu zao wanapofika kwenye kituo chetu cha polisi, hali kadhalika wamekuwa hawapewi ushirikiano unaotakiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe tusaidie swala hili la kamata isiyokuwa na sababu ndani ya wilaya yetu liweze kusitishwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbaya zaidi, juzi saa 9 za usiku, ambapo mimi taarifa hii nilipata jana mchana, kamata hii Mheshimiwa Waziri Mkuu imeenda sasa mpaka kwa watumishi wa serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe tusaidie hili swala, sisi wote tunatakiwa tusaidiane. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe sana kwa unyenyekevu mkubwa, watu wetu hawa tukianzisha hizo ramsha za namna hiyo tunawakatisha tamaa, tunawarudisha nyuma, watu wataanza kuishi kama yatima ndani ya maeneo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, nikushukuru sana kwa muda wako, niwashukuruni sana wanachemba, asanteni sana kwa kuja, na Mungu awabariki sana, na ninawapendeni sana. Chemba oye! Chemba safi! Tuna imani na asante sana, makofi kwake.